asubuhi. Nuru ya asubuhi. Ni asubuhi nyingine nzuri ambayo Bwana ametujalia, ametupa neema, na tukiwa hapa Zoe TV Tanzania tunamshukuru Mungu kwa kutupa uzima na afya njema. Naamini umepata fursa ya kuamka salama wewe pamoja na familia yako, na ukiwa tayari kuendelea na majukumu ya siku nzima hii ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali hicho. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi kizuri hiki cha Nuru ya Asubuhi, ambapo tutakwenda kushiriki neno la Mungu litakalotupatia mwelekeo mzuri na kutujenga na kutuimarisha katika siku ya leo. Baba Mungu mwenye uweza, tunalitukuza na kulinua jina lako. Upokea sifa na utukufu wewe ambaye umeifanya siku hii, umetujalia uzima na afya njema, umetupa kuamka salama. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameketi sasa kwa ajili ya kufuatilia kipindi hiki. Mfalme wa falme, ninaomba neema yako Bwana ikawe juu ya kila mmoja. Tunapoitazama neno lako asubuhi ya leo, neno lako likatufae, neno lako likatujenge, neno lako likatuimarishe, neno lako ambalo ni chakula cha kiroho likatupe kushiba na kujisikia vizuri na kutuimarisha zaidi. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Niukaribishe ndugu mtazamaji unayetazama Zoe TV Tanzania na kipindi maalum kabisa hiki cha Nuru ya Asubuhi. Popote pale ulipo, ikiwa uko safarini, ikiwa uko nyumbani kwako, kwenye televisheni yako unatazama, karibu sana ili tuweze kushirikishana neno la Mungu ambalo linatupatia mwongozo wa maisha yetu na kutujenga zaidi. Na siku hii ya leo tuna somo zuri ambao tunajifunza ujumbe mzuri ambao Mungu ametupatia kutazama na ili kuweza kutufundisha. Mara zote Mungu anapoandaa neno, anaandaa neno ili kutujenga, ili kutuimarisha. Yeye anajua ni nini tunachokihitaji. Kwa anapoleta ujumbe, analeta akikusudia mema kwetu, kutujenga na kutuimarisha. Na ujumbe wetu siku ya leo unasema kuliishi neno la Mungu, msingi wa mafanikio katika maeneo yote. Kuliishi neno la Mungu, msingi wa mafanikio katika maeneo yote. Hili ndio huu ndio ujumbe ambao tutakuwa tukiutazama asubuhi ya leo, ujumbe ambao utakao tufaa na kutusaidia. Sasa katika siku ya leo tunaangalia na kujifunza ujumbe huu ambao kwa hakika utatufaa katika maisha yetu yote, maisha ya kimwili na maisha katika roho, maisha katika mwili na katika maisha ya kiroho. Na matazamio ni tunachokitazamia kuhusu mafanikio. Tunatazamia mafanikio katika maeneo mawili makuu ambayo tunakusudia na tunatamani kufanikiwa. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho, lakini eneo jingine la pili ni eneo katika maisha ya kawaida, katika mwili, afya, kazi, biashara. Waraka wa 3 wa Yohana ule mlango wa kwanza na mstari wa 2 anazungumza kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana yake nini? Kwamba jinsi ambavyo roho yako inavyofanikiwa ndivyo ambavyo na maisha yako mengine yote yafanikiwe. Kwa hiyo tunatazamia kufanikiwa hata katika siku ya leo. Baada ya Mungu kutupatia neema ya kuwa salama, tunatazamia kufanikiwa katika maeneo yote hayo. Kiroho chetu, maisha yetu ya kiroho, uhusiano wetu na Mungu ubaki kuwa mzuri, uendelee kuimarika, tuendelee kujengeka, ikiwa ni huduma, tuendelee kujengeka, makuzi ya kiroho tuendelee kujengeka. Lakini pia tunatazamia mafanikio katika maisha ya kawaida, kwenye biashara, kwenye kazi, kwa shughuli mbalimbali unazozifanya, kwenye masomo yako, tunatazamia mafanikio kwa katika maeneo yote hayo. Sasa andiko hilo la waraka wa 3 wa Yohana linatuonesha kwamba mafanikio yetu kimsingi yanaanzia kiroho, na roho yako inapofanikiwa ndivyo ambavyo na maisha yako mengine katika mwili yanafanikiwa. Maana yake huo ndio msingi, ukikumbuka na kuzingatia kwamba kinachotokea katika ulimwengu wa nyama kimeanzia katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa nyama, ulimwengu wa macho huu unapata matokeo kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho ikiwa katika pande yote ile, katika ufalme wa Mungu au katika ufalme wa giza.
tunapokea matokeo kutokea huko. Ukiona jambo linatendeka, maana yake katika ulimwengu wa roho ndiko lilikoanzia, ndiko lilikochipukia. Vivyo hivyo na katika ulimwengu wa giza, ukiona jambo linatendeka baya, maovu yanafanyika, maana yake ulimwengu wa giza na wenyewe uko active, unafanya kazi. Kwa mafanikio yetu tunaompenda Mungu, tunaomcha Mungu, yanaanzia vivyo hivyo katika ulimwengu wa roho. Kwa roho yako ikifanikiwa, ndivyo ambavyo maisha yako yote yanafanikiwa. Sasa katika ujumbe wetu wa siku ya leo tutakuwa na andiko la msingi na tutakuwa na maandiko mengine ambayo tutakuwa tukiyatazama. Andiko letu kuu linatoka kwenye Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 hadi ule mstari wa 27. Nitasoma andiko hilo na baada hapo nitakuwa tukiendelea kutazama ujumbe huu. Neno la Mungu linasema, basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Sasa katika ujumbe huu tunaotazama siku ya leo unaosema kuliishi neno la Mungu, msingi wa mafanikio katika maeneo yetu yote. Maana yake tunapolichukua neno la Mungu na kuliishi na kulitendea kazi. Kuliishi neno la Mungu maana yake nini? Ni kulifanya kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku. Unalitoa hapa lilipoandikwa, au kama jinsi ulivyosikia Mungu alivyokusemesha wewe mwenyewe ukiwa kwenye mambo yako binafsi, au alivyokusemesha ukiwa unasikiliza mahubiri kama haya ukiwa ibadani. Maana yake yale uliyosikia yanatoka kwenye maandishi yanaingia moyoni mwako, au uliyosikia kwenye masikio yako yanatoka kwenye kuyasikia tu, lakini unaweka moyoni mwako na unaanza kuyatendea kazi. Maana yake unaanza kuyaishi. Kwa hiyo sasa tunapozungumza kwa habari ya kuishi neno la Mungu, maana yake lichukue neno la Mungu na uliweke katika utendaji. Maandiko ambayo tumeyasoma ni sehemu ndogo tu ya hitimisho la hotuba ya Yesu ile ya mlimani. Ukisoma Mathayo kuanzia sura ya 5, sura ya 6 na sura ya 7. Yesu alipopanda mlimani, makutano walimfuata, akaanza kuwafundisha. Kwa ukisoma kuanzia sura ya 5 ule mstari wa kwanza, unaona Yesu alizungumza vitu vingi sana. Amezungumza vitu vingi sana vya muhimu vya kuwafaa na kuwajenga makutano waliokuwa wakimsikiliza. Mstari wa 24 kwenye sura ya 7 anahitimisha, anaweka hitimisho lake zuri. Anasema sasa anarejea yale yote ambayo ameyasema, yote ambayo ameyafundisha. Ameona, amezungumza nao mambo mengi sana, na kwa kweli watu waliyafurahia mafundisho. Wakati Yesu anaanza kufundisha, hakuwa wa kwanza kufundisha. Alikuta Mafarisayo tayari wanafundisha, alikuta wale marabi walikuwa wanafundisha, kwa alikuta walimu wa sheria walikuwepo, lakini watu waliyafurahia mafundisho yake. Na moja kati ya moja kati ya pongezi watu waliowapongeza mafundisho ya Yesu, walisema kwamba alifundisha kama mtu mwenye amri, sio kama waandishi wao. Maana yake namna yake ya ufundishaji ilikuwa ya pekee, ilikuwa ya kujenga, ilikuwa ya kuwafaa. Kwa sasa baada ya Yesu kuwa amezungumza maneno yote hayo, akatambua hawa watu wakiishia kuyasikia tu, ni kweli wamefurahia, wamesikia, wamejisikia vizuri hili neno nililowafundisha, lakini iko hatua nyingine ya msingi wanayopaswa kuizingatia, kuyachukua maneno haya na kuyaweka katika utendaji, kuyachukua maneno hayo na kuanza kuyafanyia kazi. Na ndicho ambacho mimi na wewe asubuhi ya leo na siku ya leo Mungu anatufundisha kwa habari ya kulichukua neno la Mungu na kuanza kuliishi, kulitendea kazi. Mungu amesema na wewe mara nyingi sana, Mungu amezungumza na mimi mara nyingi sana. Yako mambo mengi sana yale ambayo tumeyasoma katika maandiko matakatifu, yale ambayo tumeyasikia katika mahubiri, katika mafundisho mbalimbali. Mungu amesema na sisi vitu vingi sana. Kama jinsi ambavyo Yesu baada ya kuwa amezungumza vitu vingi, hizo sura 3 ukizisoma zina agenda nyingi, zina topic mbalimbali ambazo Yesu alikuwa anazungumza, lakini baada ya hapo akatamani wayatendee kazi. Na Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano, na moja kati ya mfano ambao anaotolea kuonesha msitizo, ili kuonesha msitizo wa umuhimu wa kuyatendea kazi yale ambayo ameyafundisha, aitolea mfano wa ujenzi.
bila shaka umefanikiwa kujenga nyumba yako, au hata kama hujajenga umeona ujenzi, lakini pia hata kwa kutumia ule ufahamu wa kawaida unaweza ukatathmini namna jinsi ambavyo ujenzi unaweza kufanyika, na unaweza ukaona mwenyewe kwa macho yako, hata kama sio mtaalamu wa ujenzi, ukasema hapa huyu ameanza kujenga vizuri, na mwingine ukimwangalia unaweza kusema huyu hajaanza kujenga vizuri. Kwa nini? Jinsi ambavyo ameanza. Sasa katika mstari ule wa 24 Yesu katika hii mistari mitatu ambayo tumeisoma anaonesha watu wawili. Anazungumzia watu wawili waliojenga nyumba. Watu walijenga nyumba, ni kweli watu walijenga nyumba, na pengine watu walipaka rangi zikaonekana vizuri sana. Na anaonesha kwamba kila mmoja maana yake alifanikiwa kujenga. Kufanikiwa kujenga na kuzungumzia maana yake alifanikiwa kumaliza kujenga. Bila kujali alijenga vipi, lakini alifanikiwa kumaliza kujenga. Lakini anaonesha ni yupi ambaye kila alichokijenga kilidumu, kile alichokijenga kiliendelea. Kwa wa kwanza anamzungumzia mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba, na huyo ndo anamfananisha na mtu ambaye aliyesikia neno lake na kuitendea kazi. Anasema basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya, ayasikiaye maneno haya yangu na kuyafanya, zingatia na kuyafanya au kuyatendea kazi, anasema atafananishwa na mtu mwenye akili. Kumbe kulitendea kazi neno la Mungu, kuliishi neno la Mungu, anayeliishi neno la Mungu ni mtu mwenye akili. Anakuwa ni mtu mwenye akili, ni mtu mwenye ufahamu. Manake anajua hapa nimesikia, sitakiwi kuishia kusikia, anatakiwa nitendee kazi. Kwa anasema atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Wewe na mimi inategemea aina ya nyumba ambayo unaishi. Mvua ikianza kunyesha, kila mmoja anafahamu, wengi wetu tumetokea kwenye mazingira mbalimbali, mazingira mengine ambayo ni duni na aina nyumba ambazo tumekuwa tukiishi. Kwa hiyo mvua ikianza kunyesha na ikanyesha mvua upepo mkali, watu wawili watatofautiana. Mtu aliye kwenye nyumba ambayo anajua nyumba yake ni dhaifu, ataanza kuwa na wasiwasi, ataanza kuwa na hofu kwamba lolote linaweza katokea, ukuta unaweza kadondoka, pale inaweza kauzuliwa. Kwa nini? Anajua hali ya nyumba yake jinsi ilivyo. Lakini ambaye ana uhakika na nyumba yake, kwanza hata ule upepo unavyovuma anaweza siusikie sana. Kwa sababu gani? Anayo amani na anao ujasiri, hana wasiwasi na nyumba yake. Kwa mtu mwenye mtu aliyesikia neno la Mungu na kulifanya na kuanza kuliishi, anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa mtu huyu yakija mafuriko, upepo ukivuma, hana wasiwasi. Kama amelala, atalala usingizi mzuri, atalala usingizi wa kutulia. Lakini niamini, kama utakuwa uko kwenye nyumba ambayo una wasiwasi nayo, haijajengwa kwenye msingi mzuri, pengine haijaezekwa vizuri, kwa hiyo unakuwa na ile hali ya wasiwasi kwamba lolote linaweza katokea, hata usingizi. Mara kadhaa katika maisha ambayo nimewahi kuishi kwenye nyumba ambayo nyumba zinavuja, wakati mwingine kwa mvua ikianza kunyesha hauwezi kulala. Kwa sababu gani? Maana yake mnaanza mambo ya kuhama, unahamia hapa. Kwa sababu gani? Ni kulingana na mazingira yale uliopo. Lakini pia nyumba haijajengwa vizuri, kwa hiyo unakuwa na wasiwasi, lolote linaweza katokea. Sasa ndivyo alivyo mtu ambaye ameisikia neno la Mungu na akaitendea kazi, anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Nyumba hiyo ni imara, hana wasiwasi wa nyumba yake kuanguka, hana wasiwasi wa nyumba yake kuizuliwa na upepo. Kwa sababu gani? Amejenga. Sasa ndivyo ilivyo mtu anayelisikia neno la Mungu, akilishi neno la Mungu, hata yumbishwa na pepo, hata yumbishwa na upepo utakapovuma, hata sumbuliwa na mafuriko. Mafuriko ya namna gani? Tunaweza tukazungumzia katika mtazamo huu au katika muktadha wa neno la Mungu. Yako mazingira mbalimbali. Yako mafuriko yanayokuja, mafuriko ya kiroho, kwa maana ya kuyumbishwa kiimani katika eneo la kiroho, au kuyumbishwa katika maisha katika eneo la kiroho, kusumbuliwa na nguvu za giza. Huko wakati ambapo mtu anasumbuliwa kwa sababu halijui neno la Mungu, anasumbuliwa. Huko uongo wa shetani ambao unakuja katika ufahamu wa mtu, unamsumbua, unamtesa, anatiwa hofu. Kwa sababu gani? Hajaliishi neno la Mungu, hajajenga msingi ya neno la Mungu, hana stamina, hana uwezo wa kustahimili ile mikiki, hana uwezo wa kustahimili zile vurugu za adui. Kwa hiyo mtu ambaye amejengwa katika msingi wa neno la Mungu, analiishi neno la Mungu, ana ujasiri, ana nguvu. Kumbuka Yesu alijaribiwa.
Ibilisi alimtokea Yesu akiwa ametoka kufunga, akamjaribu. Alimjaribu katika eneo gani? Alitaka kumpoteza katika eneo la neno la Mungu. Shetani anamjaribu. Maneno yote ambayo shetani alikuwa anamjaribu hakuyatoa nje ya neno la Mungu. Ni kweli yameandikwa, anapomwambia jitupe, maana atakuagizia malaika zako. Ni kweli neno la Mungu linasema atakuagizia malaika zako, Zaburi ya 91. Lakini je, alipaswa kujitupa? Hapana. Maana yake kwa sababu ya ufahamu wa neno la Mungu hakushindwa. Sasa ndivyo ilivyo. Mtu ambaye haliishi neno la Mungu, mara kadhaa unakutana na mtu ambaye ameanguka dhambini au ameyumbishwa katika maisha. Kwa sababu gani? Amelisikia neno la Mungu, lakini kwa sababu hajaliishi, hajaitendea kazi, anakosa ule msimamo na anashindwa. Sasa neno la Mungu linatufundisha katika mistari ambayo nimeanza nayo kwanza, kwamba tunapoliishi neno la Mungu, tunapoitendea kazi neno la Mungu, linatupa kuwa imara. Yakija mafundisho potofu, neno la Mungu ambao tunaliishi, neno la Mungu ambao tunalifahamu, neno la Mungu ambao tumelisikia, litatusaidia kushinda. Zikija hofu, vikija vitisho, neno la Mungu tulilolisikia, vikija vitisho, ikiwa ni kazini, kwenye biashara yako, ofisini kwako, kwa mwajiri wako, kwenye mazingira yote atakapokuja, unalo neno la Mungu unalolifahamu, ulilolisikia, ulilolisoma, ambao litakupa ujasiri na litakupa nguvu ya kuvuka katika mazingira hayo. Mtu wa pili ambaye Yesu anamtolea mfano, anamzungumzia mtu ambaye alijenga nyumba yake kwenye mchanga tu. Huyu yeye hakuwa na shida ya kuanza kuchimba msingi. Hakutaka kabisa kuchimba msingi. Akaanza zake akatena, nadhani inawezekana alimcheka yule ambaye alikuwa amejenga nyumba yake juu ya mwamba. Alianza kuchimba msingi, akaweka, akajenga msingi mzuri, akamwaga zege, kama alianza kujengea mawe, inawezekana alimcheka, akamdharau, akamwona sasa huyu anapoteza muda. Aanze kuchimba, aanze kuweka mawe au kumwaga zege, kwanza anatumia gharama kubwa. Kwa inawezekana huyo jamaa aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga akaanza kumcheka, unapoteza muda, utachelewa sana. Ungeanza kujenga tu kama mimi. Kwa inawezekana akajenga nyumba yake ndani ya muda mfupi kwa gharama ndogo, akawa amemaliza, akaingia ndani yake. Hicho ni kipindi cha kiangazi. Ni kipindi ambacho hakuna mvua, hakuna mafuriko, hakuna upepo unaovuma sana wa kuleta madhara kwenye nyumba hiyo aliyojenga. Nadhani akamwambia, kama ni mke wake, sasa anamwambia, sasa mama fulani, sasa tumejenga nyumba, tumemaliza ujenzi wa nyumba yetu, twende tuhamie. Kwa uwezekano akaanza kuishi, wanaishi mwezi wa kwanza, bado ni kiangazi, mwezi wa pili, bado ni kiangazi, mwezi wa tatu, bado ni kiangazi. Unafika wakati ambapo mvua zinaanza sasa, wako ndani mule. Hawana wasiwasi bado, kwa sababu wanajua wamejenga vizuri, na wao kwa mtazamo wao wamekamilisha nyumba yao. Ghafla nasikia kitu kinaanguka kule nyuma. Kwa ana moyo, mama fulani, nini hicho? Sijui ni nini. Mara nasikia tena anguko lingine la pili. Kwa hofu inaanza kwa anaanza kuona kwamba nyumba yake inaanza kuanguka. Nyumba yake inaanza kusumbuliwa na yale mafuriko. Nyumba yake inaanza kusumbuliwa na yale maji, inaanza kusumbuliwa na upepo. Ndipo ambapo mtu huyo anakumbuka ya kwamba sikujenga nyumba yangu katika msingi ulio imara, sikujenga nyumba yangu juu ya mwamba. Anaanza kutambua yale makosa aliyoyafanya katika ujenzi. Ndivyo ambavyo inafananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga. Inafananishwa na mtu ambaye amelisikia neno la Mungu akafurahia. Mara kadhaa, inawezekana mtu amesikia neno la Mungu, aliyapenda mahubiri, aliyapenda mafundisho yaliyofundishwa, akayapokea kwa shangwe, akayafurahia sana, akamfurahia mhubiri. Inawezekana alishangilia sana kuliko watu wengine, alipiga vigeregere, alipiga mayowe, akilifurahia neno la Mungu. Lakini baada ya hapo akaliacha kanisani, baada ya hapo akaliacha kwenye maandiko, afu akaendelea na maisha yake mengine. Inapokuja kipindi cha misukosuko, kipindi cha changamoto, kinapokuja kipindi cha kujaribiwa, kinapokuja kipindi cha mazingira ambayo sio rafiki, mtu huyu halikumbuki tena neno la Mungu. Na ndio maana utashangaa mtu anaweza akawa alikuwa anaimba wimbo wa ujasiri, utamsikia mtu anasema siogopi, sitetemeki, maana Mungu yuko pamoja nami. Baada ya hapo tena linatokea jambo dogo tu, unakuta mtu huyo aliyesema siogopi, sitetemeki, unamkuta tena na hofu. Maana yake ni amesahau, hajachukua ile neno ambalo amelisikia, ile neno ambalo amelisoma, hajaliweka katika utendaji, hajaliishi.
Sasa anafananishwa na mtu huyu. Kwa mtu wa namna hii lazima ayumbishwe, lazima aanguke. Kwa sababu gani? Lile neno alipolisikia hakuliweka katika utendaji, hakuliweka katika kulitendea kazi na kuliishi. Tunapojifunza ujumbe huu asubuhi ya leo, Mungu anisaidie mimi na kusaidie wewe mpendwa, na unayetazama kutokea maeneo mbalimbali, kuliishi neno la Mungu, lile ambalo umelisikia, lile ambalo Mungu amesema na wewe, kulichukua na kulitendea kazi ili upate kuona mafanikio. Na ukisoma pale anasema ule mstari wa 26, na kila asikie hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Yako maanguko ni makubwa, ni maanguko makubwa. Kwa sababu gani? Mtu hajaliishi neno la Mungu, hajachukua neno lile alilolisikia, lile neno alilolisoma na akaitendea kazi. Kwa Yesu baada ya kuwa amefundisha kwa muda mrefu, hizi ni sura kama 3, lakini zina topic mbalimbali ambazo Yesu alizigusia. Anawakumbusha wale makutano. Hakutaka kuacha hivi hivi, anawakumbusha. Kama tu mtaishia kuwa mmesikia maneno haya ambayo nimeyasema, mmeyafurahia, msipotendea kazi, haitakuwa na maana. Lakini mkiyasikia maneno haya na maneno mliyosikia, mkienda kuyatendea kazi, mkienda kuyaishi, yatakuwa na maana kwenu, yatawapa kuendelea mbele, yatawapa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka tuangalie vitu kadhaa. Sasa yako mambo mengi mno ambayo Mungu alishasema kwa ajili yetu, na hata sasa kupitia mahubiri haya na mafundisho mbalimbali, Mungu ameendelea kusema na wewe. Lakini je, kwa nini hatuoni matokeo? Kwa nini hauoni matokeo kwenye biashara yako? Ujue neno la Mungu linazungumza vitu vingi katika maeneo yote. Kumbuka ujumbe wetu unasema kuliishi neno la Mungu msingi wa mafanikio katika maeneo yote. Maana yake hauishi kufanikiwa rohoni tu, lakini mafanikio hayo yanakuja kwenye kazi yako, mafanikio yanakuja kwenye masomo yako, mafanikio yanakuja kwenye ndoa yako, kwa sababu neno la Mungu limebeba ujumbe wa kila eneo la maisha ya muamini, kila eneo la maisha ya mwanadamu. Kwa nini? Hili neno la Mungu. Mungu ndiye baba yetu. Kwa hiyo ametuandikia, ametupa ujumbe unaohusiana na maisha yote yanayotuzunguka. Kila jambo linalotuhusu, linahusu maisha yetu, Mungu amezungumza na sisi. Kwa hiyo nini anachokitarajia? Kwamba katika kila eneo, mazingira yote unayokutana nayo, liko neno la Mungu ambalo huja kwako. Liko itakuja kwa wakati huo, liko ambalo tayari ulishasikia mwanzo, Mungu alishazungumza na wewe. Hilo neno utakapotendea kazi litakusaidia na litakupa kuendelea mbele. Kwa shida kubwa ambayo tunaiona sasa ni kwamba tunaweza kuwa tumesikia sana, lakini hatujaanza kuyaishi. Maana yake Mwanyoki, chukua wakati wako, tafuta wakati wako, keti, hebu anza kujichunguza. Kama umeenda kanisani, umesikiliza jumbe, umeandika kwenye notebook yako, umeandika jumbe nyingi sana. Hebu kagua zile jumbe. Kagua hata ujumbe mmoja tu, hebu angalia ule ujumbe na kumbuka jinsi ambavyo mahubiri yalifundishwa. Ukiweza rudi, kama yako mtandaoni, rudi angalia mtandaoni. Alafu hebu fanya tathmini yako binafsi. Ujumbe huu niliusikia vizuri na nilifurahia. Je, kutoka katika ujumbe huu nimefanikiwa kuishi kwa kiwango gani? Kwa sababu usipoweza kuishi, maana yake matokeo yake huyapati. Ukiweza kuishi, unapata matokeo yake. Mungu anisaidie mimi na kusaidie mpendwa unanisikiliza kokote kule uliko, kuliishi neno la Mungu, lile ambalo Mungu amesema na wewe katika mazingira mbalimbali. Na ngoja nikupe tu sifa za neno la Mungu kwa ufupi ninapozungumzia ujumbe huu. Nikupe sifa za neno la Mungu ninapozungumzia ujumbe huu, ili tupate kuona ya kwamba yale Mungu ambayo ameyasema kwetu, aliyozungumza na sisi, yana maana kubwa, yana nguvu na ni halisi, yalipaswa kuleta matokeo. Kwa nini hajaleta matokeo? Maana yake sisi tu hatujaamua, lakini kimsingi neno la Mungu ni ujumbe wa Mungu, ni ujumbe ambao ni halisi, ambao unatusubiria mimi na unakusubiria wewe kutendea kazi. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na Isaya 55 mstari wa 10 hadi wa 12 na Yeremia sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Nitakutajia tu hapo sifa 5 tu. Ziko sifa nyingi za neno la Mungu, lakini nitakutajia sifa tu kama 5 kutoka kwenye Waebrania 4:12, Isaya 55:10 hadi 12 na Yeremia 1:11 na 12.
sifa tunazoziona za neno la Mungu hapo, kwanza neno la Mungu li hai. Waebrania sura ya 4 ule mstari wa 12 anazungumza neno la Mungu li hai. Li hai kwa maana gani? Kwa maana neno la Mungu halijafa, halifi. Kwenye Wakolosai anazungumzia kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Maana yake neno la Mungu limevuviwa, lina pumzi ya Mungu, halifi. Hata kama lilisema miaka iliyopita, usipotendea kazi wewe, litaonekana kama alifanyi kazi, lakini kimsingi neno la Mungu li hai. Na kama neno la Mungu li hai, unapolisikia na ukatendea kazi, neno la Mungu linaleta uhai. Ndivyo ambavyo nakutia moyo asubuhi ya leo na siku ya leo, utakapochukua neno la Mungu na kuliishi na kutendea kazi. Kama neno la Mungu li hai, maana yake italeta uhai kwako mwenyewe binafsi, italeta uhai kwenye ndoa yako, italeta uhai kwenye biashara yako, italeta uhai kwenye kazi yako, italeta uhai kwa watoto wako, italeta uhai kwenye masomo yako, kwa sababu neno la Mungu li hai. Lakini sifa nyingine tunayotazama hapa ya neno la Mungu lina nguvu. Lina nguvu. Nguvu ni uwezo wa kufanya kazi, ni uwezo wa kufanya jambo. Neno la Mungu lina nguvu. Maana yake nini? Neno la Mungu lina uwezo wa kuleta matokeo. Lina uwezo, limeambatanishwa na nguvu inayoleta matokeo, nguvu inayowezesha jambo kutokea. Kwa hivyo unapochukua neno la Mungu na kutendea kazi, maana yake linaambatana na nguvu. Injili ya Luka sura 5 mstari wa 5. Injili ya Luka sura 5 mstari wa 5. Kwenye Injili ya Luka pale, baada ya Yesu kuwa amezungumza, ameutumia mtumbwi wa Petro, wa Simon Petro, amezungumza na makutano waliokusanyika mahali pale. Baada ya hapo, Yesu anazungumza na Petro, anamwambia ashushe nyavu akavue samaki. Sasa kitendo kile kilikuwa ni tofauti na experience ya Petro, tofauti na ujuzi wa Petro, kwa sababu muda aliyokuwa anaambiwa na experience yake na uzoefu wake wa jana yake wa usiku ulioisha wa kutokupata chochote kitu, ulimwambia kwamba haiwezekani. Lakini kwa sababu neno la Mungu huwa linaambatana na nguvu ya kuleta matokeo, ya kufanya vitu vitokee, Petro alipotii neno la Mungu, alipotendea kazi, aliposhusha nyavu, samaki walipatikana. Kwa sababu gani? Neno la Mungu limeambatana na nguvu ya uwezesho. Kwa hiyo nachotaka kusema nini hapo? Kwamba inawezekana jambo likawa ni gumu, haliwezekani. Neno la Mungu linapokuja, hata kama Mungu atakupa maelekezo ambayo yanaonekana ni tofauti na uzoefu wako, ni tofauti na ujuzi wako, hata kama atakupa njia ambayo inaonekana kuwa ni dhaifu, kwa sababu hapo ndipo ambapo mara nyingi pia tunapishana na Mungu. Mungu anakupa njia aliyokupatia Mungu inaonekana ni ndogo sana, inaonekana ni dhaifu sana. Kwa unaichukulia poa, unaiacha, unaona kama ni mawazo yako, hauitendei kazi. Kumbe ndio njia ambayo Mungu akusudia uitumie ili uweze kufanikiwa. Kwa neno la Mungu lina nguvu ya kuleta matokeo. Tukilichukua neno la Mungu tukaliishi, limeambatanishwa na nguvu ya kuleta matokeo. Maana yake utaona matokeo hata kama Mungu amesema nawe kwa sentensi moja tu, kwa maelekezo yanayoonekana ni dhaifu, ambayo ni tofauti na uzoefu wako. Neno la Mungu litaleta matokeo kwa sababu linayo nguvu iliyoambatanishwa. Ni hiyo ya Waebrania 4:12. Lakini neno la Mungu lina uwezo wa kuchunguza yaliyostirika. Neno la Mungu uchunguza yaliyostirika. Waebrania 4:12 bado inaendelea kuzungumzia jambo hilo. Neno la Mungu lina uwezo wa kuchunguza mawazo, linapenya kila mahali, linachunguza na kuyafanya yale yaliyofichika, kuyafanya yaliyofichika kuwa wazi. Maana yake tunapochukua neno la Mungu, ule mstari wa 13 anasema wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Maana yake lina uwezo wa kuyaweka mambo wazi yale yaliyofichika. Namba 4, sifa ya neno la Mungu. Neno la Mungu hutimiza mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa. Hutimiza mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa. Mungu anaposema neno na wewe, maneno yote ambayo Mungu aliyosema na wewe, hajayasema tu ili mradi, hakusema tu ili kukutia moyo. Na kama alisema kukutia moyo, maana yake alimaanisha kukutia moyo. Wanadamu wanaweza wakasema kwa maana ya kutia moyo, wakaonekana kutia moyo, lakini wasiwe na maana ya kutia moyo. Wakiwa na maana tu pengine ya ukebei, wakiwa na maana nyingine na nia nyingine. Lakini Mungu anaposema na neno, ikiwa ni kukutia moyo, amemaanisha kukutia moyo. Ikiwa ni kukujenga, amemaanisha kukujenga. Ikiwa ni kukuimarisha, amemaanisha kukuimarisha. Ikiwa ni kukuonya, anamaanisha kukuonya. Kwa neno la Mungu hutimiza yale mapenzi yaliyokusudiwa. Kitabu cha Isaya sura 55 ule mstari wa
10 hadi wa 12 tunaiona hapo sifa kubwa, sifa nzuri za neno la Mungu. Isaya 55 ule mstari wa 10 hadi wa 12, Biblia inasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo itakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, haitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Nishie tu mstari wa 11 kwanza. Anaonesha sifa ya neno la Mungu, na hapa anatolea tena mfano wa mvua na theluji, kwamba kama jinsi ambavyo mvua inavyonyesha, ikinyesha kwa mfano leo, hata kama ikiwa ni kipindi cha ukame, ikinyesha mvua leo kwa mfano, baada ya siku 2-3 utaona mahali ambapo zinaota nyasi, unaanza kuona nyasi zinaanza kuchipua. Utaanza kuona vinaanza kutokeza vimiche vidogo vidogo. Kwa sababu gani? Mvua imenyesha. Kwa sababu gani? Theluji imeshuka. Ndivyo ambavyo Mungu analifanisha neno lake, ya kwamba anapolisema neno halimrudii bure. Sasa kama alimrudi bure, maana yake nini? Linamsubiria nani? Linanisubiria mimi, linakusubiria wewe, uichukue uanze kuitendea kazi. Na unapochukua na kuitendea kazi, anasemaje? Anasema kwamba litatimiza mapenzi yake, yale aliyolituma kwalo. Maana yake kama aliagiza lilete uponyaji, ukichukua neno ukaamini kwa habari ya uponyaji, litaleta uponyaji. Kama aliagiza neno lake, alituma neno lake kwa ajili ya kukubariki, maana yake ukichukua neno hilo ukaliishi, litaleta baraka katika maisha yako. Kama aliagiza neno ili lilete lije kukujenga, maana yake kile alichokusudia ukichukua na kuliishi, litakujenga, litakuimarisha. Kwa hiyo neno la Mungu lazima hutimiza yale ambayo Mungu ameyakusudia, yale ambayo Mungu amelituma kwa, na anasema litatimiza mapenzi yake, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Mungu amezungumza nawe vitu vingi sana, amezungumza nawe mambo mengi sana. Yale alizungumza nawe Mungu ukayafurahia, hebu yafufue tena, hebu yauishe tena. Aliposema na wewe alimaanisha. Aliposema na wewe kuna jambo kubwa alikusudia, kuna jambo kubwa alitamani, alitamani litokee. Kwa nini hajatokea? Na wakati mwingine inawezekana umerudi kuomba tena, umesahau kama Mungu alishazungumza na wewe. Mungu aliyosema na wewe alimaanisha kujenga. Hebu yachukue, hebu nenda kayaishi, nenda kayafanyie kazi, utaona matokeo makubwa. Sifa nyingine ya 5 kwa leo, neno la Mungu. Mungu uliangalia neno lake anapoitimiza ahadi yake. Mungu uliangalia neno lake anapoitimiza ahadi yake kwako. Kwa sifa neno la Mungu, Mungu huliangalia anapotimiza ahadi yake kwako. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 11 na 12, wakati Mungu anazungumza na Yeremia baada ya kumuita Yeremia, ule mstari wa 11, anamwambia, anasema kwamba tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema naona ufito wa mlozi. Mstari wa 12 ambao nataka nizungumzie sifa, anasema ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Maana yake nini? Kumbe Mungu analitazama neno lake ili apate kulitimiza. Msingi wa utendaji kazi wake analiangalia zile ahadi ambazo amezisema. Neno la Mungu linasema amekuza ahadi yake kuliko jina lake. Maana yake kila alichokisema hakukisema kutania. Mwanadamu anaweza akaongea akakuahidi jambo, baadaye akasema Bwana samahani, nilikuwa nakutania tu, sikumaanisha. Lakini sivyo Mungu alivyo. Mungu anaposema jambo hasemi kutania, hasemi tu ili kufurahisha, hasemi kama motivational speakers. Anazungumza akimaanisha kukujenga. Kwa analiangalia neno lake apate kutimiza. Analitimiza wapi isipokuwa kama hatuichukui na kuliishi? Analitimiza tunapoichukua na kuliishi. Hebu ichukue neno la Mungu. Kumbuka yale ambayo Mungu amesema na wewe. Kumbuka yale ambayo tunatazama sasa hivi, yachukue na uyaishi ile neno aliyosema na wewe, ile idea aliyokupa kwa ajili ya biashara yako. Hata kama ilikuwa ni ya kinyonge, hebu anza kutekeleza. Unapoanza kuitendea kazi, hakika na kuhakikisha itafanikiwa. Kwa sababu gani? Linapokuja neno la Mungu lazima lilete matokeo. Kama jinsi ambavyo mvua inaponyesha lazima
majani yaanze kutokeza. Kama miti ilipukutisha majani, miti inaanza kuchipua tena upya. Ndivyo ambavyo maisha yako yatachipuka upya tena. Ndivyo ambavyo biashara yako itachipuka upya tena. Ndivyo ambavyo ndoa yako itastawi tena. Ndivyo ambavyo kazi yako, ndivyo ambavyo masomo yako yatastawi tena. Kwa sababu gani? Lile neno la Mungu limeleta uhai, lile neno la Mungu limeleta uzima. Nataka nimalizie na andiko moja napozungumzia kwa habari ya kuliishi neno la Mungu. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22 hadi wa 25. Hapa tunaona mfano mwingine ambao neno la Mungu linafananishwa. Yakobo 1:22 hadi 25 tunaona neno la Mungu linafananishwa tena na mfano mwingine. Naomba nisome maandiko hayo. Biblia inasema, lakini Yakobo 1:22 hadi 25 inasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hadi mkijidanganya nafsi zenu. Neno la Mungu linasema hivi, heri, kuna mahali inasema heri ayasikiae, heri asomae. Maana yake unaposoma tu neno la Mungu iko heri, iko baraka. Lakini baraka kubwa zaidi inaendelea pale ambapo mtu anaendelea kuliishi, anapoichukua na kulitendea kazi. Kwa anasema msi wasikiaji wa neno tu, bali watendaji. Mstari wa 23 anasema, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana ujiangalia kisha akaenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Sasa hapa neno la Mungu linafananishwa na kioo. Wewe unafahamu matumizi ya kioo, umekitumia kioo mara kadhaa. Nitakutajia tu mifano kadhaa hapa kama 4 matumizi ya kioo nikizungumzia neno la Mungu. Sasa neno la Mungu linatoka tusiwe wasikiaji tu, bali tuwe watendaji. Na anasema mtu ambaye ni msikiaji tu wa neno anafananishwa mtu ambaye ameenda kwenye kioo chake akajiangalia. Alipojiangalia kwenye kioo akaondoka akajisahau jinsi alivyo. Maana yake nini? Hajaishi. Mtu ambaye analisoma neno la Mungu halafu ameishia kulisoma hapa au ameishia kulikalili. Inawezekana amekalili mistari mingi sana kwenye maandiko matakatifu. Inawezekana amekalili sura nyingi sana, lakini kama hajatendea kazi bado haina matokeo kwake. Kwa neno la Mungu linatutia moyo kwa habari ya kuichukua na kuliishi na kutendea kazi. Nikupe kazi 4 za kioo napozungumzia neno la Mungu. Kioo kinatusaidia kufanya nini? Kioo hutuonesha uhalisia wetu. Unapojiangalia kwenye kioo kinakuonesha kama kuna chunusi, kama kuna uchafu upo, kioo kinakuonesha. Kama kuna doa lipo kwenye nguo yako, kioo kinakuonesha. Maana yake kioo hufanya kazi ya kuonesha uhalisia. Ndivyo ambavyo ulivyo neno la Mungu. Neno la Mungu hutuonesha uhalisia wa maisha yetu, linakuonesha jinsi ulivyo. Unaposoma kwa mfano kwenye Wagalatia sura 5 kuanzia ule mstari wa 16, yako pale ukiendelea, yako matendo ya mwili, yako liko tunda la Roho. Kwa unaposoma neno la Mungu unajigundua kwamba kwenye matendo ya mwili bado nasumbuliwa na chuki, nasumbuliwa na hasira, nasumbuliwa na kitu fulani. Unaposoma unapotazama kwenye eneo la tunda la Roho unajigundua kwamba tunda la Roho napungukiwa na hiki au nimeimarika katika eneo hili. Sasa neno la Mungu hutuonesha uhalisia jinsi tulivyo. Ndivyo ambavyo kioo hutuonesha uhalisia jinsi tunavyoonekana. Lakini namba 2, kioo hutusaidia kutuonesha visivyo sahihi na vilivyo sahihi. Maana yake unaposimama kwenye kioo unajiona, unajigundua. Kama ni dada au kama ni mwanamke umesuka, pengine nywele yako haijakaa vizuri, unagundua kwamba hapa nywele haijakaa vizuri, unarekebisha. Kama ni mwanaume unagundua hapa nywele inatakiwa nichane, nimesahau kuchana. Kwa hiyo inakuonesha kitu kilicho sahihi na kitu kisicho sahihi. Ndivyo neno la Mungu linavyotuonesha, linatufunulia uhalisia, linatuonesha kama uko sahihi au hauko sahihi. Ukiwa sahihi maana yake udumu katika usahihi huo. Kama uko sahihi, neno la Mungu linakukumbusha kwenda kujirekebisha na kujenga tena. Lakini kioo hutupelekea kutamani kujirekebisha. Unapojitazama maana yake kioo kinakuonesha hapa, kimeshakuonesha uhalisia, kimeshakuonesha jinsi usivyo sahihi au ulivyo sahihi. Lakini namba 3 huwa kinakupelekea kutaka kujirekebisha, kujirekebisha pale ambapo hauko sawa. Lakini ndivyo lilivyo neno la Mungu. Unaposikia neno la Mungu unatamani kujirekebisha. Lakini kioo utusaidia kujirekebisha.
Unaposimama kwenye kioo chako sasa kinakusaidia ili kuweza kujirekebisha. Ndivyo ilivyo neno la Mungu. Tunaposoma neno la Mungu tusipotendea kazi, maana yake ni sawa na mtu aliyejiangalia asitamani kujirekebisha. Napomalizia niseme kwamba yako mambo mengi ambayo unayotamani kuiona atokee kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye huduma yako, kwenye utumishi unaofanya, lakini hebu lichukue neno la Mungu kaliishi. Neno la Mungu ni moja kati ya nidhamu nyingi sana za kiroho. Na tambua ziko nidhamu nyingi sana za kiroho. Yako maombi, hizo ni nidhamu zinazomjenga Mkristo. Lakini hautaweza kuomba sahihi kama hujui neno la Mungu sahihi. Hautaweza kupokea sahihi, mtazamo wako utakuwa ni tofauti kama hujui neno la Mungu. Ndio maana siku za leo watu wamekuwa watumwa wa mafundisho potofu, wa imani potofu. Kwa nini? Hawalijui neno sahihi, hawajifunzi neno sahihi, hawajiwekeza katika kuishi neno la Mungu. Wanataka matokeo. Matokeo hayaji bila kulijua neno la Mungu kwa sahihi. Matokeo hayaji bila kulichukua neno la Mungu na kuanza kuitendea kazi. Napohitimisha, inawezekana umesikia maneno haya na haujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nataka nikuongoze sala ya toba, afu nitamaliza na kukuombea na kutamkia baraka katika siku hii ya leo. Popote pale ulipo, nitakuongoza maombi haya ya toba ili umwamini. Hauwezi kuishi neno la Mungu ukiwa bado ni mtenda dhambi, hujaokoka, hujakabidhi maisha yako kwa Yesu. Lakini baada ya hapo utachukua hatua ya kwanza kutendea kazi na kuanza kupokea matokeo ya kuliishi na kutendea kazi neno la Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa kuyasikizisha maneno haya asubuhi ya leo. Baada ya kuyasikia maneno haya, ninaanza kuyaishi kwa kutubu, kwa kuomba msamaha mbele zako. Ninakuomba unisamehe dhambi zote, makosa yote niliyokutenda. Karibu ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu, amen. Nikutamkie baraka sasa katika maisha yako yote na ratiba zako zote za siku ya leo. Baba mtakatifu, Mungu mwenye uweza, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameketi kusikiliza mafundisho haya. Amekusikia wewe ukisema naye. Ninatamka baraka zako Bwana zikae juu yake, maisha yake yakabarikiwe. Tunaomba uwezesho wako Bwana na uwezo wa kuitendea kazi neno lako unaposema na sisi. Yako mambo mengi sana ambayo umezungumza na sisi, tusaidie tukayatendee kazi. Tunapotendea kazi, maneno yako yanaleta uhalisia wa kile ambacho umezungumza na sisi. Zile ahadi zote tutazipokea. Maisha ya mtu huyu yakabarikiwe, maisha ya mama huyu na baba huyu yakabarikiwe, maisha ya mwanafunzi huyu yakabarikiwe, maisha ya mfanyakazi huyu yakabarikiwe, na anapoendelea kuliishi na kutendea kazi neno lako. Katika jina lako Yesu Kristo, Mungu mwenye uweza na mamlaka yote. Asante kwa sababu utayafanya yote kuwa tunapochukua na kutendea kazi neno lako. Katika jina lako Yesu Kristo, nakushukuru na mimi kwa kunitumia. Katika jina la Yesu, amen.